Watu kuzinduka kwenyewe. Leo pale ulitupitisha kwa matajiri ambao sasa hivi watu wanamuona Elon Musk tajiri, lakini kuna mtu alikuwa ni tajiri huko nyuma na ni Mwafrika. Mambo mawili tu, lakini la pili, tunaendaje kuhakikisha kwamba wadau na wengine wanashiriki kwenye Afrika Zinduka kwenye mbele zaidi? La kwanza naomba nimzungumzie Mwafrika alikuwa anaitwa Septimus Severus. Huyu watu wengi tumefundishwa kuhusu ukubwa wa tawala ya Kiroma au Roman Empire, ambayo kwenye historia ya ulimwengu huu pengine ndio tawala ambayo ilidhibiti eneo kubwa sana kwenye ulimwengu, historia yake. Lakini kwenye historia hiyo hatujawahi kuambiwa kwamba kuna Mwafrika aliwahi kuitawala Roma hiyo ikiwa kwenye prime, ikiwa na nguvu kwa zaidi ya miaka 18. Na huyu Mwafrika alizaliwa pale Libya, kaskazini mwa Afrika. Yeye ndo alikuwa kiongozi kwa zaidi ya miaka 18 na yeye ndo alihusika kujenga ukuta mkubwa ambao mpaka leo hii ukienda London upo Uingereza, unaitwa the Roman London Wall. Ukienda hata Google kaangalia utaona uko picha zake. Huyu ni Mwafrika ambaye aliombwa msaada na gavana wa kipindi hicho wa mji wa London ambao ndo Uingereza sasa, baada ya kuwa wanashambuliwa na makabila yanayotoka kaskazini mwa London kutaka kuangusha ule mji. Kwa hiyo aliombwa msaada, yeye alipofika ndo akakaa kaangalia akasema hapa lazima niwajengee ngome ya ukuta mkubwa wa zaidi ya kilomita nafikiri 5 mpaka 6 ambao una ukubwa wa nchi futi 6. Kwa hiyo ni ukuta mkubwa sana ambao umekwepo sasa, ni zaidi ya miaka 1800, lakini mabaki yake yapo mpaka leo hii. Huyu ndio aliyefanya mabadiliko makubwa kwenye jeshi la Kiroma ambayo yalifanikisha jeshi la Kiroma kuwa jeshi lenye nguvu zaidi ulimwenguni. Lakini ukisoma historia ya hata ukiangalia movie zinazozungumzia tawala ya Kiroma au Roman Empire, Septimus Severus hatajwi. Ukienda kwenye makumbusho ya Uingereza pale Uingereza wamemweka Septimus Severus, lakini amepewa haiba ya kizungu, ana nywele hizi yani ukiingia ukasoma lile jina na majina walikuwa wanabadilisha. Kwa hiyo unaona lile jina amebatizwa la Kiroma, lakini pia ametengenezewa sanamu ambayo inaonyesha, ukimwangalia unaona huyu alikuwa ni mtu mweupe. Kwa hiyo hapo ni moja ya eneo ambalo tulipigwa, kwa sababu unapohitaja historia ya Roman Empire unatakiwa umtaje na mtu mweusi, kwa sababu naye alichangia kwenye nguvu ya hiyo empire ya Kiroma. Umemzungumzia Mansa Musa. Mansa Musa mpaka leo hii kwenye historia ya dunia alikuwa mtu mweusi. Haijawahi kutokea mtu tajiri wa kiasi hicho, kwa sababu Mansa Musa safari yake moja tu mwaka 1300 kwenda Maka, safari moja tu alibeba dhahabu ikiwa imebebwa na ngamia 200, zaidi ya tani 12. Na dhahabu hii hakuwa ameibeba anaenda kuuza, alikuwa amebeba kwa ajili ya zawadi, kwa sababu alikuwa anaenda Maka kwa ajili ya kuhiji. Kwa hiyo hakuwa anaenda kwa ajili ya biashara, na alikuwa na msafara wa watu 60,000. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Smart 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Smart yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support, ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Smart zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code, itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Smart za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Smart nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Smart 255. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji.
Tuma mchango wako kwa namba +255 0764 124 124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.